Mheshimiwa sana baba wako na ndugu zangu wa Usiniani tunaoshiriki katika misa hii, pamoja na shemasi, frateri, kamati tendaji, watawa, waumini wote katika parokia hii ya Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili na mafunuza. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Ni furaha iliyoje na ni shukrani iliyoje mbele ya Mwenyezi Mungu aliyekutanisha hivi jioni hii kwa adhimisho hili la Ekaristi Takatifu, kumshukuru kwa yote aliyoyatenda katika maisha yetu. Naweza nikasema kwangu ilikuwa hamu ya moyo wangu kuwaona ninyi wana Makuruza, na moyo huo umeweza kuwaona, na ni Mungu ameyafanya yote haya kukutana leo. Namshukuru katika tunapoiangalia siku hii ya leo, tunaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Antoni wa Padua. Nisingependa niende katika historia yake, lakini walau hiyo kumbukumbu tunamkumbuka kwa ajili ya nini, na kumbukumbu hiyo ina maana gani katika maisha yetu na katika safari yetu ya kuelekea Mungu. Tunajua kwamba tunasafiri sisi sote tumwani Mungu. Kwanza tumfahamu, tumpende, tumtumikie inavyopaswa, kisha tuende kwake. Lakini mtu ana kumbukumbu yake. Cha maana hizi kumbukumbu tunazokuwa nazo ni nzuri, zina mfuruba Mungu mbele ya watu, ndio jambo. Tunamkumbuka Mtakatifu Antoni wa Padua. Kuna yale ambayo yanafanya kumbuke sana. Ningependa niweke katika maeneo matatu. Sehemu ya kwanza, tunamkumbuka kwa mahubiri yake yenye nguvu. Hakujisifu kwamba yeye anahubiri sana, ila wale waliosikiliza ndio hao waliyaona yana nguvu. Kipindi chake kulikuwa na wazushi wengi, lakini walau kulikuwa na watu wenye masikio, wenye kusikiliza yale yanayoelezwa katika mahubiri yake. Haitoshi kusikiliza, yafuata na kuishi kadiri wanavyofundisha. Kwa mahubiri yake yenye nguvu, ambayo tukijiangalia sisi wenyewe tunajua kwamba mama kanisa ni mama yetu anayefundisha mambo mengi. Na tunaposoma katika utangulizi wa mchungaji, sema kwa maneno yake, kwa mahubiri yake na kwa mwenendo wake wa maisha. Haya yote ndiyo kanisa linapata. Na kwa sababu hiyo tukijiangalia sisi sote tunaona kwamba kumbe kila mmoja ana nafasi yake katika kanisa. Tumkumbuke katika hili. Tunamkumbuka Antoni wa Padua kwa kwanza, nimesema kwamba mahubiri yake yenye nguvu. Na sisi tujiulize leo, tunakumbukwa kwa nini? Leo Mungu anatuchukua, tunaondoka zetu katika dunia hii. Watatukumbuka kwa nini? Na ndio maana tunaangalia mambo mbalimbali, tunaangalia wajibu wetu, tunaangalia familia
wawe katika njia hiyo, na kwa sababu hiyo kila mmoja anaitwa kuwa mwana wa faraja. Na kama mwana wa faraja, basi mahubiri yake katika maisha, kila mtu ana nafasi katika familia, katika jumuiya, katika kanisa. Tusije tukajisahau, tutakumbukwa kama tunavyokumbuka leo kwa sanda ya mapanda. Tunaitwa wote kuwa watakatifu, si kwa ajili ya sanda ya mapanda tu. Na ndio maana tunaomba leo maombezi yake na sisi tuweze kuyafikia. Lakini jambo la pili kwa mtazamo wa mapanda ni ile elimu yake ya maandiko matakatifu, ambapo wote tunaitwa kusoma maandiko matakatifu. Yanatulea, yanatuunda, yanatufanya tuwe watoto wa maandiko matakatifu. Sisi pamoja na familia zetu tuwe na muda wa kutafakari neno la Mungu, na ni kutokana na hilo tutakuwa na cha kujibu. Wazushi wako wengi wanayosikia, na kila mtu anatumia maandiko matakatifu kujinufaisha wengine wanafanya. Ilitoe sadaka, ilifanya yote hayo. Lakini sasa sisi tusaidiane kuunda umoja huu, upendo, undugu, mwelekeo wa kushika mafundisho ya makanisa. Kwa hiyo tusome maandiko matakatifu, la sivyo tutashikwa katika dunia hii kama ndege anayeshikwa kwenye kiota wakati wa usiku wa manane. La sivyo ni muhimu sana kuyasoma maandiko matakatifu na kuelewa. Na tunaposoma maandiko matakatifu na kuelewa, tunasema kwamba tumeoteshwa sijui nini na nini, yote haya kama kwa sababu tunatafakari na yanatufaa kwa ajili ya maisha yetu na yanatuongoza. Na ndio maana tunamuona alitumia maandiko matakatifu na vile vile katika mahubiri yake hayo, na ndio maana wale ambao walikuwa wazushi walifuata njia ya Mungu. Na sisi tufanye hivyo kwa kusoma maandiko matakatifu, kwa sababu ni njia ya imani yetu. Hatuna rejea nyingine kubwa kama rejea ya maandiko matakatifu. Tunakutana na Mungu, tunapata maamuzi yake katika kusoma hayo maandiko matakatifu. Jambo lingine ambalo linatufanya tukumbuke sana mtakatifu ni Papa, moyo wake wa pekee na upendo wake kwa maskini na wagonjwa. Sisi ni wasafiri, na katika safari yetu ya hapa duniani tunamwelekea Mungu, na safari hii si ya kukaa tu na kulala. Safari hizi ni safari ya kujifunza, na katika safari hiyo ndio maana tunapitia mengi, na mwisho wakati tunauma, tunapata magonjwa, na pengine tuna wagonjwa hata nyumbani kwetu. Upendo na moyo wa pekee kwa wagonjwa hao ni faraja muhimu sana kwao. Haya alikuwa nayo katika Antoni wa Padua, na kwa mfano huduma kwa wagonjwa na wafukara.
Ukienda utaona wanavyosema. Jua kali kabisa kwenye wheelchair anatembea. Anatembea na nguvu zote yote. Na pengine yule ajui kabisa amepewa chochote au nini. Anayejua ni yule anayemwendesha na anafanya nini naye. Yote haya ni jamii yetu hii ambayo haijali. Haina tena ule mlango wa kusema kwamba tuweze kumhudumia mgonjwa huyu kwa namna hii bastara. Na vile huyu maskini tumhudumie kwa mtindo huu, hususan vile kama chanzo cha mapato. Ndio ulimwengu hivi. Kwa sababu hiyo tuna kazi kubwa sisi wenyewe kwa ajili ya kusaidia dunia. Na ndio maana katika mtaguso wa pili wa Vatikano ukisoma ile hati ya mwanga wa mataifa, sasa tunaitwa kutakatifuza malimwengu. Wito mkubwa ni kuwa watakatifu. Kwa maisha yetu tunayoishi, tutatakatifuza malimwengu. Tutawaongoza watu kwenda kwa Mungu. Na